Tarajie Bwana anene na mioyo yetu, maana tumesema kunazo nguvu msalabani, kuna nguvu katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Bwana ni asante kwa kipindi cha sifa. Asante Bwana, maana umetupa sauti na tumekuabudu Bwana, tumeweza kukuchezea, na wewe Bwana twasema ni asante. Kipindi hiki Bwana cha kusikia neno lako Bwana, sema na mioyo yetu, kila mmoja uliyemleta na ukamvuta Bwana, ukamvute kwako kwa wokovu kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamekuwa wakikombolewa na kurudi nyuma na hawajaweza kusimama Bwana, ukawasimamishe. Kila hitaji katikati yetu Bwana, kutana nalo kwa jina la Yesu Kristo. Watoto walio hapa, hata wazee na wamama, kila mmoja katika hali yake. Hakuna hali lililo ngumu mbele zako. Wewe unaweza mambo yote. Waweza kuponya magonjwa, waweza kuokoa, unaweza kusamehe, unaweza kukomboa na kutoa katika minyororo na vifungo vyote vya shetani. Asante kwa kazi nzuri unayoifanya. Tuombeea mnenaji akanene nasi Jehova. Sauti yako Bwana iwe kuu Bwana, ikavunje kila minyororo na kila nira katika jina la Yesu Kristo, na watu wako wakakombolewe. Roho wa Bwana, fanya kazi yako katika mioyo ya kila mmoja, zaidi ya vile hata sauti zetu zingefika, ama zaidi ya vile hata maneno yetu yangeweza kufanya, maana wewe una nguvu kuu, una uweza mkuu, na Bwana tunakuamini na tunaenda kutarajia kutoka kwako, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kukusalimisha kwako. Amen. Basi wanangu, msijipurukushe sasa, kwa kuwa Bwana amewachagua ninyi msimame mbele yake kumuhudumia, nanyi mpate kuwa watumishi wake, mukafukise ufumba. Na Bwana alibariki andiko. Haya ni maneno yaliyoachiliwa na Mungu mwenyewe ili akapate kunena na watu nyakati hizo, na vile anavyonena nasi nyakati hizi, ya kwamba kila mtu ameumbwa kwa kusudi. Hakuna aliyeumbwa kiajali. Kila mtu ameumbwa na ako na kusudi. Bwana amewachagua nyinyi ili muweze kuwa hata mwangaza katika ndoa zenu. Bwana amewachagua nyinyi ili muweze kuwa mwangaza wa kumulikia hata wakaaji wa Mwakilunge wakapate kumjua Kristo Yesu. Amen, amen. Kuna watu wengine wanahesabu watu wa Mwakilunge kwamba hawana faida, lakini Bwana anasema watu wa Mwakilunge Mungu amewachagua. Achali wewe unatoka wapi, achali unalala wapi, achali vile vitu unavyokula, achali ugumu unaopitia, achali maisha yako magumu. Amesema yeye amekuchagua, na Mungu akikuchagua anakupangia mema. Biblia inasema ni Mungu pekee aliye na mipango mizuri juu ya maisha yetu, anatuwazia ya amani. Wakati wengine wanapanga maovu kutuhusu, yeye anatupangia mema. Ndiye anasema yeye amekuchagua wewe. Sasa wakaambiwa waandaliwe, waendelee kupambwa, waendelee kutengenezwa, maana asipotutetea Mungu ataenda kuinua mwingine atakayesimama kututetea sisi, lakini yeye
Esta na nyumba yake wataangamizwa. Biblia inasema Esta akapata neema na kibali, na kuna watu katikati hapa wataenda kupata neema na kibali. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Neema ya kuokolewa iko hapa, neema ya kuponywa iko hapa, neema ya kubarikiwa iko hapa, neema ya kufunguliwa iko hapa, neema ya kusamehewa iko hapa. Ni wewe ufungue moyo wako. Haleluya. Haleluya kule nyuma. Amen. Wasichana, Bwana asifiwe. Wasichana, Bwana asifiwe. Bwana anataka watengeneze mpate hata nyumba zenu, mkaendeshe gari zenu. Haleluya. 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 Kaana za kiukoo ziweze kumalizika katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Yesu tunayemleta hapa kumtangaza ni yule aliyehusika kwa kuumba ulimwengu. Amen. Sio Yesu wangu. Ni Yesu yule aliyehusika kwa kuumba ulimwengu, aliyekutengeneza wewe. Jina la Bwana lisifiwe. Si Yesu wa kanisa. Hatujakuja kuhubiri dini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matatizo yako unayajua, na Bwana ametutuma hapa ili tukapate kuomba pamoja na wewe. Ili tukapate kuomba pamoja na wewe. Haleluya. Tukapate kuomba pamoja na wewe. Nyinyi ambao mlikuwa mnatungojea, mlikuwa mnamngojea Kristo. Ukiwa na matatizo yako wanataka tuombe pamoja na wewe. Tuinue mikono yetu juu. Tuinue mikono yetu juu na tufunge macho yetu. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru. Nimelisikia neno lako. Wewe pekee unayeachilia neema na kibali cha wokovu na kusamehewa. Tumekuja mbele zako. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. Beyond the world, beyond the children, beyond the ones who make it brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you
My name is Trufena. I'm here to thank Sigmi with her team, Care for People. Thank you for remembering us. The experience was so amazing that we were able to serve people with the word of God, with food, with love, with fellowship, and just listening to them and talking to them and being able to share our experiences and testimonies with them. Today being the second time, I'm so excited to see the testimonies, even out of the mission when we were here. A lady that was attended by our doctors and taken to hospital, and she was almost dying with pressure, and she was almost an addict. Seeing her today well and not drunkard and doing well and testifying, and for me it's a great testimony, and I thank the Lord for that. Today, despite the challenges of the rain and the transport issues, we are finally here, and the people here are excited to be loved, to be given food, and to hear the word of God, and to be encouraged. And my highlight today was the opportunity to talk to the school-going girls that are on midterm, and to encourage them to continue working hard in school and to hold on to Jesus. And basically what we are doing here is so good, and I'm just imagining how many other dumping sites that we have, not only in Kenya, but even on the coastal region. There are really many. Kwale County, Lamu County, Tana River, and we also have Kilifi. We have major dumping sites where also people would want to be loved in the same way. And we look forward that maybe one time we'll be able to reach out to them. Mimi ninahisi vyema kabisa, kwa sababu hawa ndugu zetu ile wanachopata, Mwenyezi Mungu anasema kwamba kidogo ni hicho inabidi unashukuru nacho. Na pia katika juhudi hawa kina mama ambao wanatuletea huu msaada kidogo, pia hawa wakazi wetu hapa Damset wanasema pia tunashukuru, heri kukosa kabisa. Na pia si mara ya kwanza wakimtambua huyu mama kwa sababu wa kumletea hizi chakula, na pia wanasema wanazidi kumwombea ili wapate wafadhili ambao wanaweza kumletea chakula kwa wingi, na pia kuwajengea kanisa hapa ili wanufaike zaidi. Kwa hivyo pia hao wanamuombea wapate vingi, ili pia nao wapate pia katika mazingira haya ambao tuko nayo ni area Damset. Kwa hivyo tunahitaji tupate hospitali karibu, pia tungeomba pia skuli pia hapa pia, ili watoto wetu hapa Damset pia waende skuli, wasiende mbali sana, kwa sababu hizo skuli ziko very distance. Na pia ningeliomba pia ya kwamba pia kuwe na kanisa, kwa sababu hapa Damset watoto wengi sana waga tu wanaketi makazi yao wako hapa na hakuna kanisa karibu. Kwa hivyo ningelipendelea kanisa pia ni muhimu, ambayo pia hiyo inaunganisha jamii, na pia hiyo itawafunza, wakifunzwa pia watakuwa wanapata neno la Mungu, na yale maovu ambao yanatendeka hapa wote wataacha, kama ni dhuluma, kama na watoto kwenda skuli, kama kufanya usharati, wote tuna imani ya kwamba pia itaisha. Na pia tungehitaji pia tuwe na maji katika hili eneo la Damset, kwa sababu tunaangazia kwamba pia maji pia hapa Damset si hayakufika hapo juu kabisa. Inabidi pia wakina mama waga wanaenda mbali sana kuchota maji, ingapo sawa wanatumia nguvu nyingi sana. Kwa majina ninaitwa Salome Mwangolo. Nimeshukuru kwa msaada wenu ambao mmetuletea, na tunaomba mzidi kuwa na moyo huo, mzidi kutusaidia, kwa sababu hapa mahali tunahitaji sana
neno la Mungu likapate kuenea mahali hapa, ili pia lipate kutubadilisha na lipate kutuenua. Na tunashukuru sana shirika hili, kanisa hili pia Mungu azidi kulienua na azidi kulisongeza mbele, na moyo uwe huo wa kusaidia wananchi. Kwa hayo machache, Mungu ayabariki. Mimi naitwa Violet Daniel Makundi, nakaa Mwakirunge. Nashukuru Mwenyezi Mungu, ili shirika nilikuwa niko mgonjwa sana, nikawa na pressure ya 185.5, sasa imefika 100. Mungu Mwenyezi, bariki kanisa na Mungu endelee kuwapa hicho kipawa. Mungu muumba wa mbingu na nchi, naomba Baba wasaidie katika jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amina. Kitu naona mkitusaidia kama sisi wakazi wa hapa, mtupatie kama ni mtaji au mradi, hili tusitegemee kitu kimoja tu, kwa sababu sisi kama sasa nimetafuta ukakuta niko kwa moto, ndio nikafuatwa nikakuja mbio. Unasikia jinsi nakwambia? Sasa mngetupatia kama kitu kama mtaji fulani hivi. Kwa mfano mimi ningepata hata ningefungua kibanda, niachane na kazi ya moto, kwa sababu pia inaumiza. Na usapombe ndio wakaniambia niache, ngambia nitaacha nifanye kazi gani, na bambanya nikiuza pombe. At least mtoto asome, mtoto ni wangu. Na sio mmoja, niko na watatu. Thank you.